Kauli tatanishi za Karen Nyamu zazua tafrani tena kuhusu kifo cha Ojwang na mauaji ya mchuuzi jijini Nairobi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mbunge mteule na mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya Karen Nyamu ameibua mjadala mpana kwa mara nyingine tena kufuatia matamshi yake kuhusu kifo cha mwanablogi kwa jina Albert Ojwang kilichotokea akiwa mikononi mwa polisi. Nyamu sasa anakosolewa vikali kwa kutoa kauli kali zaidi zinazolenga ukosoaji wa moja kwa moja kwa serikali ya Rais William Ruto, hasa juu ya msimamo wake kuhusu matukio mfululizo ya ukiukwaji wa haki za binadamu na uhusisha maafisa wa polisi. Nyamu ambaye tayari alikuwa katika mzozo wa kisiasa kutokana na matamshi yake awali kuhusu kifo cha Ojwang amezua taharuki zaidi kwa kulinganisha ukandamizaji wa maandamano ya wafuasi wa Ojwang na kile alichokiita ukimya wa kushangaza kufuatia tukio la mchuuzi kuuawa kwa kupigwa risasi mchana kweupe jijini Nairobi. Kauli zake zimeonekana kuikosoa serikali kwa kuwa na viwango viwili katika kushughulikia matukio yanayohusu raia na usalama wao. Kifo cha Ojwang kilichotokea Juni tarehe 8 baada ya kukamatwa kwa madai ya kumdhalilisha naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat kupitia mitandao ya kijamii kimekuwa chanzo cha maandamano makubwa nchini. Uchunguzi wa kina wa maiti ulionyesha kuwa alifariki kutokana na majeraha ya kichwa, shingo kushinikizwa na dalili nyingine za kushambuliwa, aliyoibua hasira miongoni mwa wananchi. Hatimaye Rais Ruto alikiri hadharani kuwa Ojwang alifariki mikononi mwa polisi, akifuta kauli za awali zilizokuwa zikikanusha madai haya. Maandamano makubwa yaliibuka Nairobi na Mombasa kikumbwa na matumizi ya mabomu ya machozi, huku waandamanaji wakikabiliana na polisi pamoja na makundi ya watu waliodaiwa kuingizwa na kimakusudi kuvuruga hali ya utulivu. Kufuatia matukio haya, viongozi wa polisi walitangaza uchunguzi wa ndani ambapo maafisa wasiopungua 6 wameanza kuchunguzwa na baadhi yao wakiwemo maafisa waandamizi walilazimika kujiondoa kwa muda kazini. Nyamu ameendelea kutumia jukwaa la kisiasa kushinikiza serikali ichukue hatua za kweli dhidi ya maafisa wanaohusika na ukatili. Kwa kuhusisha mauaji ya mchuuzi na kifo cha Ojwang, anajaribu kuonesha picha ya mfumo wa usalama unaokosa uwajibikaji na usawa. Hata hivyo, wakosoaji wake wanamlaumu kwa kutumia maafa ya wananchi kama njia ya kujijenga kisiasa, wakimtuhumu kuchochea taharuki badala ya kutafuta suluhu. Kwa sasa taifa linapitia kipindi kigumu cha kuchambua mustakabali wa haki, usalama na uongozi, huku mashinikizo yakizidi kwa serikali ya Rais Ruto kuhakikisha uwajibikaji wa maafisa wa usalama na kutoa majibu ya wazi kwa familia zinazopoteza wapendo wao kutokana na vitendo vya polisi. Kauli za Nyamu zimechochea tena mjadala wa kitaifa kuhusu ukomo wa mamlaka ya vyombo vya dola na nafasi ya wanasiasa katika kutetea haki bila kupotosha hisia za umma.